Katika dunia inayoenda kwa kasi sana, wanadamu tupo katika hatari ya kumezwa na kasi ya dunia, tukasahau wajibu wetu wa kiibada na tukasahau kukatisha muda na kumwabudu Mungu katikati ya dunia iliyojaa kila aina ya mikiki, kukurukakara na kila aina ya mivuto ya kutaka kupambana kwa ajili ya maisha haya. Wana wa Israeli wanapovuka mto Yordani, wanaingia kwenye eneo ambalo linaitwa ni war zone, ni eneo la kivita. Maana maadui wao wamejaa, kila hatua watakayopiga wanakutana na majeshi ya adui ya nchi nyingi ambazo wamepewa kazi ya kuziondoa ili wao waweze kuchukua ile eneo la Kanaani. Lakini jambo la ajabu ambalo linatufundisha somo kubwa wiki hii, kipaumbele cha kiongozi wa kiroho wana wa Israeli Yoshua ilikuwa ni ibada kwanza, licha ya hatari ya vita iliyokuwa mbele yao. Ukifanya ibada kuwa ndio kipaumbele chako kikuu, mambo mengine yote hayatakuwa tishio kwenye maisha yako. 6:33 Mathayo, utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na hayo mtazidishiwa. Hii ni fungu la muhimu sana kwenye maandiko matakatifu, ambalo natupa top priority, kipaumbele cha juu cha mtu anayemcha Mungu ni ufalme wa Mungu kwanza na haki yake, na haya mengine mtazidishiwa.